yote utakayofanya ukimtendea mwenzio ubaya utalipwa hapa ulimwengu. Kwa Mungu hakuna giza kwa Mungu hatuonani. Lemi Ongala huyo, usimfanyie mtu ubaya. Sikiliza. Bana mimi nimekuja zangu hapa station kuja kupiga story kuhusu Yanga na JKT. Simba na Berkane finali. Wadau wako hapa. Njoo usikie kwa sasa. Hawa watu hawajawahi kuelewana hata siku hii. Wakikaa pamoja hawajawahi kuelewana hata siku moja. Unafahamu? Sasa njoo kwanza umsikie kwanza huku Elie Mpanzu anapopambwa. Unafahamu? Njoo uone wanapogombana. Jambo la kwanza nimekuja kwa wanangu hapa, kuja kwenye mbilinge. Kwenye sintofahamu. Hapa kunaitwa ambapo sintofahamu. Wewe mtazamaji kazi yako ni kushangaa na kuendelea tu. Mimi hapa kuna maswali nakaniuliza. Bana njoo. Masatu tulia hapa. Wewe Kasimu, relax basi. Bana mimi nataka kujua kitu kimoja. Kuna mtu hapa tunamuelimisha. Simba ana finali. Sasa yuko finali? Najua. Finali yake ya ngapi? Yaani ana finali ngapi Simba mpaka sasa hivi? Ana finali ngapi alizocheza? Za kafu. Kwa mimi najua hii finali ya kwanza anaenda kucheza. Hajacheza. Finali ya kwanza anaenda kucheza. Ile ya mwaka 93. 93. Wakati mimi sikumbuki kama 93 sijazaliwa. Miraji. Wamegoma. Wamegoma. Sawa, yeye kasema usibini nikwambie kitu kimoja Dodi. Yeye kasema anaikumbuka finali moja ya Simba msimu huu ndo moja. Si ndio? Haujacheza. Una finali unataka kucheza. Mimi nina medali ya finali. Kwa hiyo ile ya 93 unaikubali? Sikubali. Sasa finali ipi sasa unasemea anaikumbuka Simba na finali moja? Kasema mimi sijacheza. Maana yake sisipo finali. Finali gani hiyo moja? Finali. Dodi. Achana kitu ambacho kinachoitwa ubaya ubwela. Achana kabisa. Unaweza ukapoteza kumbukumbu sehemu ambayo wala haistahili kupoteza kumbukumbu. Kasema Simba na finali moja anaikumbuka yeye. Sasa hivi anaikataa. Sasa ipi? Dodi, nisikilize nikwambie kitu kimoja. Dodi. Sawa. Nipo kwenye Azam TV. Sawa. Finali inayokumbuka mimi nene 2025. Sawa. Kaingia. Unaoikumbuka wewe? Kaingia. Unaokumbuka wewe? Yes. Je, ukikumbushwa nyingine? Mimi nimezaliwa hata katika kumbukumbu. Nisikilize Dodi kwanza, nisikilize Dodi. Nisikilize. Mpaka sasa hivi Yanga Africans. Sawa? Nipo katika top scorers ile. Yanga Africans kwamba ligi ya Tanzania amechukua mara ngapi inajulikana. Hizo nyingine umeziona wewe? Hizo zingine sijaziona, ila sasa imeisha. Achana kitu kinachoitwa ubaya ubwela. Achana na neno ambalo linaitwa ubaya ubwela. Dodi. Bana Miraji. Usiondoke. Tulia hapa. Bana hiki ni kijiwe sawa Tunaenda break mara moja. Tukirudi tunaendelea na finali ya Simba, lakini vile vile tutazungumzia nusu finali ya JKT na Yanga Afrika. Bana tumerudi tena bwana. Au sio bwana? Bana Miraji, Simba kaingia finali. Finali mnaanza away Berkane huko Morocco. Ndio. Mechi ngumu amaga finali sana. Naweza kusema bahati unaoipata hapa sababu mechi ya mwisho inamaliziwa Benjamin Mkapa. Unaizungumziaje hiyo finali?
Fainali ngumu. Toa madini. Dodi, kumalizia mechi Benjamin Mkapa hiko sio kigezo cha sisi kutupa moja kwa moja ubingwa. Mwaka 93 sisi tushapoteza ubingwa nyumbani. Sasa hiyo watu Yeye kama mtu hataki, mimi nataka. Wanakuvuruga. Dodi, sasa usitake mimi kuilazimisha yangu hiyo kama yako. Sawa. Sijui unaelewa? Sisi mwaka 93 tumepoteza fainali nyumbani. Yaani kombe tumelipoteza nyumbani. Umeona? Ivory Coast sisi tumesuluhu bila. Yaani nyumbani sisi tunahitaji ushindi wowote unaojua wewe. Sisi tuchukue ndoo. Ushanelewa? Tumepoteza kombe. Kwa hiyo hata hii na Berkane kumalizia nyumbani. Umeona? Hiyo kistupe sisi ujasiri wa kusema tayari tushachukua kombe. Tunatakiwa tujipange kweli. Berkane anayejua Simba na Simba anayejua Berkane. Sijui unanielewa? Na hata ukienda kwenye renki za kafu hatupishani sana. Na Berkane msimu ulioisha kacheza fainali na Zamalek. Umeona? Kacheza fainali na Zamalek. Mchezo wa kwanza suluhu, mchezo wa pili kafa chuma moja. Umeona? Berkane lile kombe akachukua mara 3 ujue. Hii shirikisho kachukua mara 3. Sijui unanielewa? Mechi. Yeye Berkane unajua wewe ule ni mji ujue. Na anayemiliki Berkane ndio rais wa chama cha soka cha Morocco. Dodi, sisi tunaenda kucheza fainali tofauti unavyoitafsiri wewe. Sisi tunaenda kucheza fainali ngumu kweli. Yaani fainali ngumu kweli. Sisi tunanelewa wala Dodi. Kwa hiyo sisi kumalizia fainali Benjamin Mkapa, Dodi, tunatakiwa tujipange kweli. Na tunaanzaje kujipanga? Tunatakiwa tupate matokeo yaliokuwa mazuri ugenini. Sijui unanielewa? Sasa matokeo mazuri ugenini unayapataje? Manake kujipanga. Yaani usiwaze fainali ya pili kabla ya kwanza. Unatakiwa uanze kwanza hiki cha karibu. Tunaendaje ugenini? Unajua wale jamaa wanapokuwa kwao wana idadi nyingi sana. Umeona ya kufanya vizuri tena kukupiga chuma nyingi. Mpanzo atakuwepo. Eli Mpanzo kibisawala. Mwamba alosababisha vita ya Kongo huyo ya Goma. Amesomesha vita ya Kongo ya Goma si lazima kwa chini unamwangalia Mpanzo anafanya nini. Haiwezekani. Sasa Goma sasa hivi kuna vita. Yaani vita ya Goma kuna vita. Si tunaangalia kila siku taarifa habari. Watu wameweka silaha chini kumwangalia Mpanzo anafanya nini. Kwani Didier Drogba hajawahi kusimamisha vita Ivory Coast? Anakuuliza wewe kama wachezaji wewe hapo sio umeniuliza. Huyu anatakiwa aje. Swali kaniuliza nani? Bwana Mpanzo kazuia vita. Na mpaka sasa hivi kuna kitu gani? Eli Mpanzo kibisawala. Unaweza kubuta lobijo kama na kawaulize JKT. Waamili jeshi makamili gado, wao usifanye masiara jeshi. Dodi, mtu anaingia vitani. Dodi akikwambia wewe mwanajeshi afa una combat, wewe mwanajeshi kweli? JKT wamemvesha combat. Eli Mpanzo kibisawala wanakwambia baba hii mashine. Sasa wewe vita ya Mpanzo umechanganyikiwa hivi. Tukimwongeza na Oscar Kabwiti, alafu pale juu pale bwa mdogo Faisal Salum Toto, watafanyaje hawa? Wataikiza wewe Dodi. Mpaka sasa hivi kuna nini Kongo? Mbona muulize? Wewe uliniuliza. Mbona muulize? Kosi kweli mwanangu. Yaani anaongezekana na nani? Wapi? Oscar Kabwiti winga moja, winga Eli Mpanzo. Faisal Salum juu pale na Mabululu. Wewe Dodi. Nisikilize Dodi. Nisikilize nikuulize. Nisikilize nikwambie kitu kimoja. Nikwambie kitu kimoja. Sawa. Sasa twende kisoka. Sasa Mungu tunusuru isiwe hivyo. Sasa twende kisoka. Nakwambia atulie basi. Twende kisoka. Tulia kwanza, tulia. Twende kisoka. Sawa? Kwanza. Sawa. Namwomba Mwenyezi Mungu awajalie Simba. Sawa? Wachukue lile kombe, walilete. Histori haiweki timu ya Simba, inaweka kwamba Tanzania imechukua lile kombe. Sawa? Pili, na kwenda sasa. Anavyosema kachukua kombe hili Dodi. Sawa? Au kacheza fainali kombe hili. Lilikuwa linaitwa kombe gani? Yalikuwa yanaitwa mashindano gani? Lakini unaanza na kafu. Eh? Unaanza na kafu afu mbele yaani si unasema Abiola.
Lakini hapa hamna kafu. Mimi nilikuwa nacheza Abiola. Yani hawa 93 si Abiola, lakini mwanzo neno kafu linaanza. Kafu. Sasa mwambie kwamba yeye alikuwa anacheza Abiola. Sawa, sio kafu. Bana, tunarudi Miraji. Twende break kidogo, tukirudi hapa kidogo nataka tuzungumzie mechi ya Yanga Afrika na JKT. Tarehe 17 mechi ya Simba. Tarehe 18 ni Yanga na JKT. Sababu na wewe upo ujue. Yanga na JKT nusu finali. Najua sana. JKT mtata ujue, mjeda yule. Wewe hajawahi kukuvuta yule. Wewe uje uniambia JKT? Hajawahi kukuvuta shati? Kunivuta mimi amewahi au hajawahi? Nisikilize. Hajakuvuta shati? Kanivuta. Kwa hiyo baraka timu nayo wewe. Kwa hata kama kanivuta mtoto tu kwangu. Kachukua pointi moja kwako yule. Moja? Ndio. Nikifikiri 3, moja. Dodi. Kwa hiyo kumbe anaweza. Moja ndogo. Dodi hiyo nusu finali bwana. Dodi, hiyo nusu finali lazima mtu afe. Yanga ndo atacheza ukubwa wake, ataonyesha ukubwa wake. Yeye acheze. Nani? Hiyo mechi acheze. Nani wewe? Mimi nakwambiaje Dodi, nakwambia. Subiri. Akiziwia dakika 15 hajafungwa goli njoo chukue hela. Tatizo kubwa la timu za taasisi hizi. Sio timu ya taasisi, katoka nyumbani kwake. Nisikilize. Nyumbani kwake. Tatizo kubwa la timu za taasisi, uwanja Mlindi. Ashatoka sasa, sio kwake, atuchezei pale Samunyo, tuko Tanga. Kwa hiyo utalinda uwanja. Atalinda nani? Mimi silindi, naenda pale napiga vile vile. Bila kulinda. Atangulie yeye akalinda, nampiga hivyo hivyo. Dodi. Ndio uwanja ulinda fusi. Nampiga hivyo hivyo Tanga. Dodi. Mimi inawezekana Simba na Yanga wasilinde uwanja fu mechi ya kesho wakaja wakashinda. Maana wale wanawatandazaga wale mabwana wale. Uwezo wote tunao sisi Dodi. Hawezi. Sijajua wao. Wewe bila kulinda uwanja unashinda. Mimi nakupasua, si JKT si huyo. Mpaka vyumba kazuia va kubadilisha nguo. Kilichotokea nini Dodi? Ubaya huo. Huyo hawezi. Dodi mpanzu sasa hivi. Dodi. Oscar Kabwiti mpaka sasa hivi anamwambia Katumbi kama vipi nitangulie kama alivyotangulia Mpanzu, akaambia tulia wewe. Watu wa Simba hii Dodi. Dodi sisi Simba tunaijua, sio hii. Hii Simba ambayo watu sasa hivi wanapagawa. Dodi sisi tunacheza na FC Vita. Simba na FC Vita Benjamin Mkapa. Anatoka kipenzi cha wana Simba Emmanuel Kayanda Okwi, anaingia Rashidi Juma. Wewe ulikuwa na mapepe? Sasa hivi Simba kiumia Mpanzu. Dodi wewe huwezi kuingia mapepe. Tunaijua Simba, hii sio Simba. Afu washapagawa. Simba msimu unaokuja. Sasa sijui itakuwaje Dodi. Yaani sio. Hii inaocheza finali. Dodi wewe. Dodi, wewe unasikia maneno. Hayo maneno yanaandikwa kwenye magazeti. Mimi nataka mpaka nikione kikosi cha Simba cha msimu unaokuja, sio sasa hivi. Yeye Yanga anaiona sasa hivi tarehe 8 kimewakimbiza nini? Waulize huyo Mpanzu akuepo. Wewe pambana JKT umfunge. Sio kupambana. Hawa mfunge Singida mkutane finali. Mimi sio nipambane. JKT kaingia machinjioni. Dube atamfanisha na nani Simba? Aniambie. Sasa unamfananishaje Dube na Mkwala? Huyu vipi huyu? Yaani nitakuelewesha. Najua unamuelewesha. Nitakuelewesha. Anachomaanisha ni Dube na uzuri wake wote yuko ligi kuu. Huyo Mkwala yuko kafu kwenye mashindano ya kafu, ndo anamaanisha. Tunakuja hapo kwenye hiyo timu ya Simba. Hiyo timu ya Simba. Umeelewa? Yaani mpaka sasa hivi Fadu Davis. Nisikilize Fadu Davis. Nisikilize, nampa faida nyingine. Unavyomuona Fadu Davis. Pale unamtesa kameraman wangu wewe. Fadu Davis mpaka sasa hivi unavyomuona. Yaani ana uhakika kwenda kugombania kocha bora wa Afrika. Kwa kitu gani? Finali. Kwani wewe subiri Benchika kagombania kocha bora wa Afrika kwa sababu ya nini? Benchika kwa sababu ya nini? Wewe nakuuliza. Subiri.
Benchika alienda kugombania kocha bora wa Afrika kwa sababu gani? Kwani shirikisho na muungano. Nabi, wewe subiri, Nabi akugombania kocha bora wa Afrika. Hayo marudio hizo faida nakupa, hawa hawana. Usifananishe. Nisikilize. Goli moja la Mkwala kwenye shirikisho, magoli 10 anaofunga Dube hapa ligi ya NBC. Goli moja la Mkwala? Anaofunga goli moja anaofunga Mkwala shirikisho, magoli 10 anaofunga Dube hapa ligi ya NBC. Simtaje Aua mwenye 12 hapo, kwa nini si aseme? Aua kule anafunga, kwani Aua ipo wapi? Aua kote. Yupo duniani na yupo wapi? Huko duniani ana goli ngapi? Duniani? Tuseme basi ana goli moja. Mfungaji bora. Tuseme ana goli moja. Tuseme Aua tuseme ana goli moja. Alafu akaangalie na viungo wake yeye ambao wameshindwa kupata goli moja. Huko wanavyounga. Sisi tunacheza finali. Mayele mfungaji bora. Wao wanafika mfungaji, wanapata mfungaji bora. Mayele? Sisi tunacheza finali, Mayele mfungaji bora wa shirikisho. Wasema wataki ya zamani. Wao wamefunga. Sio walikuwa wanasema wataki ya zamani. Wanataka. Tulia basi. Hapo. Yeye amewataja wachezaji. Ngoja ndio ubaya ubwela. Yeye amewataja kina Okwi. Hiyo Simba sasa hivi yupo Okwi. Au kina Okwi alicheza finali. Ahmed Ally anasemaje? Mashabiki wa Yanga yetu wakitembea wanaongea peke yao. Odi Dodoma zishaongeza. Kwa maharage hayo ndio anawiva hivyo. Odi na watu wenye shida kidogo ya akili Dodoma zishaongeza. Bana, sikiliza. Niko na mzee Masatu hapa. Mimi mzee Masatu, kitu cha kwanza nataka nimsikie Mpanzu kwanza. Yaani muelezee Mpanzu. Kwa sababu nasikia Mpanzu ana sentensi nyingi. Unanifahamu? Huyu bwana akasema Mpanzu ameua vita ya Goma. Ni mchezaji wa aina yake ambaye tumepata Simba Sports Club, hana mchezaji kumfanisha yoyote. Nasikia Yanga tayari wameshaanza naye. Kwenye ligi yetu hapa hauwezi kumfanisha Mpanzu. Yeye katengeneza uigo wake peke yake. Simba ina bahati moja. Kwa sababu wale ndio wataalamu wa kusajili. Tumetoa msumali mmoja mwenye kutu, tumeingiza msumali mpya. Katoka Chama mwenye mambo ya Mondavi tumekuja kumuingiza Elie Mpanzu, kaja kuweka sawa vita vyote. Huyu jamaa kuna kitu kimoja kasahau kukuambia. Unapomzungumzia Balekane, miongoni mwa timu bora kabisa Morocco, tajiri wa Balekane ana hoteli 16 nyota 5 ndani ya Balekane. Ukiingia Balekane kama sasa hivi unafikia mikononi kwake. Lakini sisi taarifa zake tunazo. Sisi tuanzie Balekane, tunakuja kuingia asubuhi kuja kupiga naye mbunge. Ingia asubuhi mechi jioni. Mimi nitaingia mji mwingine. Mimi nitaingia asubuhi. Nitaala mji mwingine. Kwa sababu ukiingia Balekane tu, ukitia mguu hoteli 16 nyota 5 sasa mwanaume. Unajipelekaje mikononi mwa adui yako? Maana hamna sema kukimbilia Balekane. Na kwa sisi ndio tunajua, ndio sisi tuko finali na finali tunaitaka. Kwanza ngoja nikwambie finali inakuwa moja tu. Hii hapa Balekane ni maandalizi ya finali. Finali inafanyika Dar es Salaam tarehe 25 mwezi wa 5 2025. Kwa sababu hapa ndio kikombe kinakuja kuonyeshwa mezani. Kwa tunakwenda kutengeneza mazoezi ya formality ya kwanza. Hata Yanga hajacheza finali, ifanye maandalizi ya finali. Finali kwenda kuchezwa Algeria. Wewe utaridhika na utakubali bwana achukue ubingwa na wewe unauona taifa? Au timu mkono kidogo? Kutia mkono kivipi? Analichukua. Yaani mimi ninachosema Simba walitaka ndoa wameipata, ila yule mume mkubwa. Sisi hatutaki kupigiwa simu kwamba bwana huyu mume ana matumizi ya nguvu, hatutaki. Wameitaka wenyewe, waache wafurahie. Ndio ninavyosema Babwela bado nafanya kazi. Akili ya watu wa Yanga haiko vizuri. Na kwanza mimi nimefurahia sana kwa sababu gani? Waarabu mimi na wamudu. Balekane kama ndugu yangu alivyosema, ananijua vizuri. Na mimi Balekane namjua vizuri. Mimi sisumbuki na timu za Kiarabu hata kimoja. Mimi nasumbuka na Waswahili ngozi nyeusi kama wewe. Lakini hao wengine naweza nikasema ndugu yangu pamoja na kwa anaingia uoga, lakini Simba ni bingwa. Tunakwenda Morocco. Morocco mimi nakwenda kufanya. Mtakaa wapi? Mtakaa wapi? Brother, 1993 Simba alikosa ubingwa kwa sababu ya mambo makuu mawili tu. Jambo la kwanza, Simba alikuwa mgeni kwenye mashindano makubwa ya CAF. Na jambo la pili, tukaruhusu kamati nyingi kutengenezwa ambazo hazikuhusika kuanzia mwanzo na Simba wakati tunajiandaa. Safari tuko sisi wenyewe. Tajiri kashatoka Morocco, kashatoka Dubai, yuko Dar es Salaam kuja kutengeneza mikakati ya timu yake na kwenda kushindaje.
Sasa hivi Dodi, sasa hivi ukipanda chombo chote cha moto unatakiwa muulize dereva anashabikia timu gani. Ukifanya masiara mtaingia mtaloni. Sasa hivi ukipanda chombo chochote cha moto muulize dereva wewe chama gani. Akikwambia Yanga badilisha chombo. Bwana. Hii ni finali ya Simba na Berkane Morocco. Tulikuwa tunazungumza kidogo hapa na wadau. Hao ndio wenye mpira wao. Hao ndio wenye mpira wao. Sawa Hao ndio wenye mpira wao na hao ndio timu zao. Watakia basi kila la heri meshaona JKT. Hao wanachotaka kuzungumzia kwa kwanza wale ni partner, siwezi kuzungumza mimi. Lakini cha kuomba dua JKT ashinde. Mnachukiana sana. Nani? JKT ashinde. Mimi haiwezi kutokea Dodi mimi kuiombea Yanga ashinde. Hata ningekuta na kijiko kinadunda hivi nitakupanda kijiko. Pote la mbali. Najua kiinuka lakini namuomba JKT ajipange vizuri. Wacheze mpira kama waliocheza na mimi. Wameonyesha kwamba nao uwezo mkubwa wa kuweza kucheza. Kwa sababu kama anaweza kufanya battle nikawafunga goli moja ni wamejitahidi, ni timu ambayo ndio wanaweza kushinda kwa Yanga. Sababu kuna vitu vya kuzuia tu pale kwamba maandishi matatu wasikae kifuani. Walinde viwanja, walinde uwanja. Kuna jambo moja mimi nataka nikuongezee. Inawezekana ndio timu pekee iliyochukua pointi 6 kwa JKT ni Simba. Wakubwa wote hawajachukua taza moja. So wakubwa. Yaani ligi mzima. Sina tathmini mzuri lakini naamini JKT timu ambayo iliyochukua pointi 6 nyumbani na ugenini Simba peke yake. Bana kwa leo tumechukua Yanga peke yake. Lakini kuna mtu mmoja kachukua Yanga peke yake. Kuna mtu mmoja anataka aongee neno hapa kidogo kuhusu kuelekea kwenye finali ya Berkane. Wavimba macho wakae vizuri maana shughuli imeshafika. Wavimba macho wakae vizuri, shughuli ishafika. Wale ambao walitafuta goli moja kwa Mkapa wakalishindwa. Kama sio mvimba macho nini? Umekusanya kilimu yote ya Tanzania, unasema una Dube, una Chama, una nani? Goli moja kwa Mkapa hapo limewashinda. Ni wavimba macho. Wakae wavimbe macho, waangalie shughuli inavyofanyika. Sawa Wavimba macho wajiandae, shughuli ishafika. Hivi Dodi, safari Simba anaingia finali. Simba anaingia finali. Mimi Morocco kule sio mgeni. Nimeenda kucheza na Wydad. Kila mtu anasema Wydad anawasha mafataki, Simba tatokea mlango gani? Hivi Simba unamtisha nini? Namueleza mvimba macho, narudia tena, wavimba macho wajiandae, shughuli imefika. Benjamin Mkapa, fursa zitamkuta yoyote. Awe dereva, awe nani. Umeona wewe anakatisha tiketi anafanyaje? Fursa zinakuja. Ugeni Tanzania wajiandae. Ndio maana unaona leo nakwambia visit Tanzania. Tunaitangaza Tanzania. Finali hii tunaleta ugeni wa kila aina. Morocco mimi kule sio mgeni. Berkane anajua. Tulikuwa hatuna elimu panzu, tulikuwa tunajivunia tuna mtu mmoja ambaye kwake mfanyakazi mstaafu kaenda kuchukua mafao. Wanaye kule kwao, tulikuwa naye mpaka wanatufunga goli 5. Sasa hivi tuna elimu panzu kidasawala, wanahangaika mara kasi. Mechi ya Mashujaa, Mpanzu alikuwema alifanya nini? Kwa nini umekuwa mbeleko mpaka sasa hivi mmetia aibu taifa? Niambie kitu. Mpanzu alikuwema amefunga magoli mangapi? Je, akikutana na Bakome? Mechi ya Mashujaa, mechi ya Mashujaa. Sio sikiliza basi kwanza nikwambie, mechi ya Mashujaa sio sawa na wewe mwenda kasi. Mechi ya Mashujaa, Fadu Davis, fundi wa mpira, anaficha kodi za Berkane. Wewe huwezi kuelewa. Sawa, wewe mvimba macho, maana kwani wewe mvimba macho. Ile mechi ya Mashujaa, Fadu kaficha kodi namba. Sababu ile kodi wanaiangalia kwa ajili ya finali Berkane. Wewe Mpanzu afunguke afu finali tufungue kodi namba. Hawezi kuelewa huyu. Hawajawahi kukaa pamoja na hawajawahi kuelewana. Jamal Abbas Dodi, soka kijiweni.